Habari, kama ilivyokuwa kawaida yetu, leo ni siku nyingine tena, naendelea kumshukuru Mungu. Niseme asante sana kwa mfuatiliaji wetu wa YouTube channel yetu ya Willy Mdachi kwa kuendelea kwa pamoja na mimi. Kitu cha msingi na kusihi ubaki nasi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Usisahau kulike, tupia komenti yako hapo pindi utakapoona kipindi chetu, utuambie tunahitaji mawazo yako. Kupitia mawazo yako tutaweza kujifunza na kuangalia namna gani tunaweza tukaboresha vipindi vyetu ili tuweze kuleta vipindi vingine vizuri vyenye ubora zaidi ya hivi. Vile vile usisahau kushare na kusubscribe ili uweze kuwa kwanza kupata notification ya vipindi vyetu vijavyo. Ukifanya hivyo unakuwa unatusupport na kutupa motisha ili tuweze kuboresha na kuendelea kuandaa vipindi vingine vizuri vyenye ubora zaidi. Leo nimekuletea gas and electric cooker, au unaweza kaita kama burners and ovens cooker. Umeona kama jinsi ambavyo inavyoonekana hapo. Hii ndio gas and electric cooker yetu. Sasa lengo la kukuletea hii ni kwa ajili ya kukuonyesha na kuelimisha namna gani unaweza ukaitumia hii gas and electric cooker. Watu wengi wamekuwa na jiko kama hizi, au mtu kaenda sehemu maybe hata kwenye apartments ukakutana kuna jiko, lakini jiko unakutana nalo ni kama la hivi, lakini ukashindwa namna gani kuweza kulitumia. Kwa hiyo nakusihi kwa pamoja na mimi ili tuweze kujifunza kwa pamoja namna gani unapo likuta jiko kama la hivi au unaponunua jiko kama la hivi unaweza ukalitumia. Hili hapa ni jiko ambalo lina mifumo miwili, lina mfumo wa gesi na mfumo wa umeme. Umeona? Na utalijuaje? Utalijua kwa kutumia kuangalia hizi burners. Hapa tuna burners 1, 2, 3, 4. Sasa katika hizi burners ndio hapo utaangalia ni burners zipi ni gas, burners zipi ni umeme. Kuna baadhi ya majiko kama haya yenyewe yanakuaga ni unakuta ina burners 4 lakini zote zinakuwa umeme, au burners 4 zote gas. Umeona? Lakini kuna mengine yanakuwa ina burners za gas na burners za nini? Za umeme. Umeona kama jinsi ambavyo inaonekana. Jinsi ya kulitambua hivyo utaitambua kwa kutumia hizi plate. Mara nyingi sana plate ambayo inakuwa ni pana kubwa kama hii jinsi ambavyo inavyoonekana hapa. Umeona? Hii maana yake hii inaonyesha ni burners ya nini? Ya umeme. Lakini hizi burners ndogo ndogo hizi mara nyingi inakuwa inaonyesha nini? Gas, kwamba hizi burners zinatumia nini? Gas. Na utaziona tu kwa maumbo, hata kwa jinsi ambavyo inaonekana. Kuna hizi pins, umeona ziko nyingi sana. Hizi ndizo ambazo zina ukiwasha gesi ndio inakuwa inatokea kwenye hizi pins. Umeona jinsi ambavyo inavyokuwa. Lakini kwenye plate ya ambayo inatumia umeme inakuwa haina hizo pins. Umeona? Kwa hiyo hapo ndio jinsi ya kuweza kutambua. Njia rahisi na kutambua kwamba hii ni gesi na hii ni umeme ni kutumia plate. Plate ambayo ni pana sana inakuwa ni umeme. Hizi plate ndogo ndogo kwa size ya ndogo ya kati inakuwa ni nini? Ni gesi. Umeona? Na majiko kama haya yanatofautiana ukubwa. Umeona? Kuna jiko unakuta ni kama la hivi, lakini unakuta linakuwa lina plate hata 8. Umeona? Au plate 6. Unakuta plate 2 za umeme, plate 4 za gesi. Au unajikuta plate 3 za umeme, plate 3 za nini? Za gesi. Umeona? Kuna zingine unakuta zina plate 8. Unakuta plate 3 za umeme, plate 5 za nini? Za gesi. Lakini hili jiko letu lina plate 4, maana yake umeme ni moja kama jinsi inavyoonekana, alafu 3 ni nini? Ni gesi. Umeona? Ukiangalia hapa kwa pembeni hapa, kwa mbele hapa, hizi ni buttons. Ziko buttons 4. Ziko buttons 4 kulingana na hizi burners ziko hapa. Kwa hiyo kila burner inakuwa na button yake. Kwa hiyo hizi ndio kama switch za kuweza kucontrol hizi burners. Umeona? Kwa hiyo hapa kuna buttons za burners za gas na kuna buttons za burners za umeme. Umeona? Kama jinsi ambavyo inavyoonekana. Upande huu hapa ukifungua, huu ni upande wa oven. Umeona? Ndio maana tunaita, unaweza kaita kama gas and electric cookers au kaita burners and oven cookers. Umeona? Burners ndio hizi hapa. Ndio majiko hizi plate za juu. Ovens ni upande huu hapa, ambapo unaweza kutumia kwa ajili ya labda kama unatengeneza keki unaokea humu. Umeona? Labda mikate, unataka kuumua mikate au mandazi humu. Labda unataka kuchoma nyama humu. Umeona? Labda unataka hata maybe labda unataka kupasha hata chakula unaweza kaweka humu. Umeona? Kwa hiyo huu ni upande wa nini? Wa oven, na unakuwa na partition ni wewe jinsi ambavyo utakavyotaka, ukiwa na hizi plate
Hizi ni sehemu za kuweka hizi plate kama unazo nyingi, unaweza ukajitengenezea partition hata 3. Kama hapo inaonyesha ni 1 2 3 4, lakini hapa nimeweka 1, maana yake imetengeneza partition 2. Umeona? Kwa hiyo huu ni upande wa nini? Wa oven. Umeona? Kwa sasa hili hapa kama ninatumia gesi na umeme, maana yake hii jiko ukija kwa nyuma kuna cable ambayo ina ambayo ni kama power supply kwa ajili ya hii plate ambayo inatumia nini? Inayotumia umeme. Kwa hiyo obviously lazima iwe na source of power ambao ni ya umeme. Ambao ukiangalia hapa kuna cable yako hii hapa nyeupe. Umeona? Hii hapa ndio unatakiwa unaiplug kwenye nini? Kwenye source ya power ambayo ni ya umeme. Kwa ukija hapa unatafuta socket yako kama hiyo hapo, unakuja unaiplug. Unakuwa ukiplug hapa, ukisema uiwashe hii hapa plate ya umeme, maana yake itafanya kazi kwa sababu taishapata source of power. Lakini pia hapa kuna pipe hii hapa. Hii ni pipe ya gesi. Kulingana na jiko letu ni la gesi na umeme. Kwa hiyo sasa lazima hizi burners za gesi zipate source ya gesi ambapo pipe yake ni hapo ambayo imeunga hapo. Kwa hapa kuna pipe kuu ambayo inatoka huko inakuwa na supply nini? Gesi. Kwa mfano kama hapa hii gesi maana yake imefungwa. Kwa hiyo ukitaka kuiruhusu kuna pandisha juu. Kwa maana yake hapo gesi hiyo kiasi itaingia kwenye nini? Kwenye jiko letu. Kwa baada ya hapo tu tuangalie namna gani ambavyo unaweza sasa ukaliwasha au ukalioperate jiko lako. Unalioperate vipi? Ukiangalia hapa kwenye hizi button zako au hizi switch zako ambazo ziko switch ziko 5. Umeshaona paka hapo? Sasa ukiangalia hapa kwa juu hapa kuna shape. Hii shape inakuwa inaonyesha ni muundo wa jiko jinsi lilivyo. Umeshaona? Kwa hiyo ukiangalia hapa inaonyesha ni plate 1 2 3 4. Umeshaona? Lakini hizi plate 4 kuna plate 3 ambazo hazijatiwa kivuli, lakini kuna plate moja ambayo imetiwa kivuli. Ile iliyotiwa kivuli ndio maana yake inayotumia switch hii hapa au inatumia button hii hapa. Kwa hiyo ukiangalia ambayo imetiwa kivuli ipo kushoto. Umeshaona? Lakini kwa mbele. Kwa hiyo ukiangalia kwenye plate yako kama hii hapa, umeshaona? Kushoto ni hapa, kwa mbele ni hapa. Kwa maana yake ni plate hii hapa lakini ya gesi. Kwa hiyo hii plate hii hapa itakuwa inawashwa na button hii hapa. Umeona? Ukija hii hapa ukija tena kwenye hii shape ya pili, kama jinsi tunavyoangalia kuna plate ziko 4 1 2 3 4 kama jinsi jiko linavyoonekana, lakini plate 3 hazijawekewa kivuli, lakini moja imewekewa kivuli. Ile moja ipo nyuma lakini upande wa kushoto. Kwa hiyo ukija kwenye hizi plate zako 4, mshaona? Plate za nyuma ni hizi hapa. Mkono wa kushoto ni hapa, maana yake ni hapa. Kwa hiyo hii burners yako ya gesi itakuja kuwashwa na button hii hapa. The same na hii hapa. Hii hapa tena iliyotoa kivuli ni hizi hapa plate 2 za mbele lakini mkono wa kulia. Plate 2 za mbele hapa mkono wa kulia ni hapa. Kwa hiyo hii bana yako ya gesi itakuja kuwashwa na button hii hapa. Umeona? Ukija hii hapa iliyotoa kivuli ni button zile za nyuma 2 lakini mkono wa kulia kwa mkono wa kulia. Kwa hiyo hizi za nyuma 2. Za nyuma 2 mkono wa kulia, mkono wa kushoto mkono wa kulia hii hapa. Maana yake hii hapa ya umeme itakuja kuwashwa na hii hapa. Inakuja kuwashwa na hii hapa. Umeona? Hapo ni 4 hapo. Hii tushamaliza, hii hapa ni 4. Hii hapa iliyobakia sasa. Hii hapa kama jinsi ambavyo inaonekana, maana yake hapa jiko, shape la jiko inaonekana kama hivyo, lakini hapa unaona kuna vilivyowekewa vivuli ni cha kwanza, hichi hapa cha pili. Hichi hapa kinaonyesha nini? Oven. Maana yake ndio hii hapa. Maana yake oven ina partition 2, ndio kama hapo, partition ya kwanza, partition ya pili. Ndio hii hapa inaonyesha hii partition ya kwanza, partition ya pili. Kwa maana yake hii button kazi yake ni kuwasha hii oven kama hapo. Umeona? Kwa ukishajua hizi button zako kila button gani inayowasha, maana yake inakuwa kwa ni rahisi kuweza kulitumia jiko lako. Hebu tuangalie namna gani ambapo unaweza kuiwasha. Kwa mfano sasa, ukitaka kuwasha, tushajua kwamba hii hapa button inawasha bana hii hapa ya gesi. Umeona? Ya mbele hii hapa. Sasa unawashaje? Hii hapa button yako unaiplace kwa mbele. Ukisha place unakwenda unatoka kulia unakwenda kushoto. Ushaiplace hapo unaishikilia unaihold unakwenda kushoto. Utasikia na imefunguka. Lakini bila kuachilia. Huku na kibiditi chako kama cha hivi unakiwasha. Hapo unafanyaje? Imewaka. Kisha waka unakuwa unaiachilia tu taratibu. Ukiachilia taratibu hapo jiko lako unakuwa mfanye limewaka. Umeona? The same na hii hapa. Hii hapa tena unafanyaje? Unaipress kwenda kwa mbele, unatoka kulia kwenda kushoto, unaifungua. Ambapo ni inawasha kule, utaisikia. Kule ishaanza kuwaka. Ukiendelea kuhold baadaye unawasha. Umeona? Huko ukishikilia na unaachilia taratibu. Unakuta imefanya imewaka. With the same tena hii hapa una press kwenda kwa mbele, huku umehold,
unatoka kulia kwenda kushoto unaizungusha. Hii hapa itawaka. Utaisikia kabisa inawaka. Huku ukiendelea kushikilia, alafu unawasha na kiburi chako, alafu huku unaendelea kuachia kidogo kidogo. Usiachie kwa nguvu. Inakuwa maji imewaka. Kwa hiyo unaona jinsi gani ilivyokuwa simple kwa kuweza kutumia jiko lako kama hilo. Kitu cha msingi cha kuzingatia ni kuweza kujua hizi button zako, kila button inawasha bana gani. Umeona? Ile iliyobakia ni ya umeme ambayo ndio hii hapa. Bisa kuwasha, hii hapa ina wewe tu unakuwa tu unaiselect kwa sababu inakuwa ina namba 1 kama jinsi inavyoonekana na namba 1, huku na namba 2, kuna hadi namba 3. Kwa hiyo unakuwa unaiselect unataka wewe. Yaani hapo ipo kwenye 0, maana unatakiwa kuanzia kulia kwenda kushoto. Ukiselect maana hapo unakuwa unakwenda paka kwenye unaona kuja namba 1, ukiipeleka tena hapo inakuja namba 2. Na utajua kama ipo imewaka baada ya kuona hii indicator ya taa. Hii indicator ya taa kiwaka, maana yake kule inaonyesha kwamba ile tayari ishaanza kufanya kazi. Ile haiwashwi, inakuwa vile vile. Umeona? Kwa hiyo utakuwa unafanya selection kutoka namba 1 mpaka namba ya mwisho. Unakuwa unaongeza tu kiasi cha, umeona? Ukitoka hapo mwisho ni namba 3. Kwa maana yake ile baada ya muda itachukua, baada ya muda itaanza itapata joto. Ukishapata joto unaweza kuweka sufuria hapo ukafanya mambo yako. Hii hapa ni oven yako. Maybe umefungua, umeweka nyama yako huko, unaiweka hapo juu. Ukishaiweka hapo juu, labda umeitia kwenye foil kama kawaida, unaiweka. Ukishaiweka, ukitaka kuwasha, unaangalia tu ni nyama namna gani, kama ni ndogo na sio ngumu sana, au kama ni ngumu sana, una seti kiasi cha temperature unachotaka wewe kuweza kuivisha hiyo nyama yako. Labda unataka iive kwa haraka, unaweka temperature kubwa. Ukitaka iive taratibu, lazima uweke temperature ndogo, lakini lazima itachukua muda mrefu kufanya kuiva. Umeona? Kwa hapo unafanya selection na nini ya temperature. Umeona? Kwa hapa kuna, ukiangalia hii button yako ina temperature. Umeona? Kwa ukiangalia hapo kuna kama hiyo kuna temperature 50. Umeona? Na ukitaka kujua kama oven inafanya kazi, hii taa ya pili itawaka. Hii taa ya pili ni kwa ajili ya oven, hii taa ya kwanza ni kwa ajili ya nini, ile jiko la umeme. Kwa hapo unakuwa unafanya selection ya nini, ya temperature. Umeona? Temperature. Na temperature ya mwisho ni temperature ya 200 na ngapi? 250. Ndio temperature ya mwisho. Maana yake hapo unakuwa ndani, kama umeweka kuku hapo ndani na muda mchache na kufanya imeiva. Kwa hiyo ndio namna ya kuweza kutumia gas and electric cookers or burners and ovens cookers. Baada ya kusema hivyo, niseme asante sana kwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Kitu cha msingi, tupia comment yako hapo, like, share na subscribe ili uweze kuwa kwanza kupata notification ya vipindi vyetu vijavyo. Ukifanya hivyo unakuwa unatusupport na kutupa motisha ili tuweze kuendelea kuandaa vipindi vingine vizuri vyenye ubora zaidi ya hivi. Baada ya kusema hivyo, niseme asante and God bless you. Thank you.